إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عباد الله، الله سبحانه وتعالى atuhusia wasia muhimu na mzito sana katika maisha ya Muislamu, katika njia yake ya kuifuata dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, na hakika hii ni njia yangu iliyonyooka, basi ifuateni. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala tayari njia yake ameiweka wazi, kamteremshia mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Hauna juu yako ndugu yangu Muislamu isipokuwa kufuata amri hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uhu. Tayari ishawekwa ni juu yako kuifuata. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, wala msifuate vijinjia visivyokuwa hii njia iliyonyooka, vikawa ni sababu ya kuwapotezeni nyinyi na kuwakosesha nyinyi njia ile iliyonyooka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa kama wanavyoeleza wanaovyuoni, zinazokusudiwa ni bid'a, uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni vijinjia vya upotofu vinavyopotosha watu kutokamana na kuifuata njia ya Allah iliyonyooka. Sababu njia ya Allah subhanahu wa ta'ala tayari amepewa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamuna waislamu isipokuwa ni kuifuata njia hiyo, fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Huo ni usia Allah subhanahu wa ta'ala na utupa. Huenda katika kufuata njia hiyo ukawa ni katika wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza maamrisho na kujiepusha na makatazo. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi akatuamrisha kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na njia aliyokuja nayo. Upande wa pili akatutahadharisha sana kutokamana na kukhalifu njia aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwani ni sababu ya kuangamia na kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na ni sababu ya kuingia katika upotofu. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim. Watahadhari wale wanaokhalifu amri yake mtume wangu sallallahu alaihi wasallam, isije ikawapata fitna. Na fitna ni upotofu, huenda akaingia mpaka katika kufru iyadhan billah, au ikawapata adhabu kali yenye kuumiza hapa duniani na kesho akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala iyadhan billah. Ibadallah,
hatuna khiari sisi katika amri anayokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni juu yetu kuifuata. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الله سبحانه وتعالى سيما hakuwa mu'min wa kiume wala mu'min wa kike na khiari anapopitisha amri Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, ni juu yao kujisalimisha chini ya amri yao, na yeyote atakayemuasi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam faqad dhalla dhalalan mubina, huyu amepotea upotofu ulio wazi, pamoja na kuwa aweza kujiona yuko katika uongofu. Afaman zuyyina lahu suu amalihi faraahu hasana, na hao ni katika wale ambao wamepambiwa amali zao mbovu wakaziona njema. Ni wangapi katika ahlul bid'ah walioingia katika mtihani huu kwa kukhalifu amri ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika kujiepusha na uzushi katika dini, wakawaona wale walioshikamana na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na njia aliyokuja na mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni wapotofu, na wao katika upotofu waliokuwa nao wakajiona ni waongofu. dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, wakaenda mbio katika kufanya maovu wanayoyafanya wakiona ni mema, lakini kesho hakuna malipo yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun ay mardudun alayhi, akarejeshewa kwa kukhalifu amri ya Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala aapa kwa nafsi yake tukufu kuwa hatuwezi kuwa waumini sisi mpaka tumfanye mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kuwa ndio hakimu baina yetu katika mzozo aina yoyote unaotokea, kisha turidhie hukumu ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wala tusiwe na duku lolote katika hukumu kama hiyo. Fala wa rabbik, sivyo hivyo wanavyodai hao wanafiki. Na apa kwa Mola wako, na apa kwa Mola wako mlezi, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, hawawezi kuwa waumini hao mpaka wakufanye wewe ndiyo hakimu baina yao katika mizozo inayotokea baina yao. thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, kisha wasipate dhiki na dukuduku lolote katika nyoyo zao kwa hukumu wanayoipitisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kujisalimisha kikamilifu kahukumu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna kulla bid'atin dalala. Hii ni hukumu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa kila uzushi katika hii dini ni upotofu. Mimi na wewe nani kupinga maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukachagua mambo tukasema haya si upotofu? wa yusallimu taslima, ni mpaka ujisalimishe kisawasawa ndio imani yako ikamilike Muislamu kwa yale aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala almab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. amma ba'd, فيا أيها الناس عباد الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه الإمام مسلم. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa wale wanaoshangaa kuwa kwa nini ahlus sunna kila wakati wakariri kuwatahadharisha watu kutokamana na uzushi katika dini, wajue kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wakati hakukuwepo na uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wakati wake, na masahaba wako mbali na kuzusha katika dini ya Allah, kinyume na wanavodai al-khurafiyun al-kadhaba al-fajara, wanaowasingizia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuzua katika dini. Wallahi haikupatikana yoyote katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hai. Kila Ijumaa, nasema kila siku ya Ijumaa, katika khutba yake haya maneno akiyakariri: fa inna khayra alhadithi kitabullah, maneno yaliyo bora kabisa ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khayra alhadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na njia na uongofu ulio bora kabisa ni njia aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa sharra al-umuri muhdathatuha, na katika matendo maovu kabisa ni yale yanayozuliwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu bid'atin dalalah, na kila uzushi katika dini ni upotofu na ni dhambi katika madhambi makubwa mno, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema: wa sharra al-umur, mambo yaliyo na shari kabisa, maovu kabisa, muhdathatuha, ni yale yaliyozuliwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa sababu hiyo الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بهذه الأهواء. mja akutane na Mola wake na kila dhambi isipokuwa dhambi ya ushirikina, ni kheri kwake yeye kuliko kukutana na Mola wake akiwa ana bid'a, ana uzushi katika dini. Al-Imam Shafi'i akaweka dhambi la kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni baada ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio ufahamu uovu wa jambo hilo, kwa sababu hii ndiyo njia inayowapelekea watu katika kuingia kwenye shirki na kufru, iyadhan billah. Ibadallah, twaishi katika masiku ya watu wa ajabu sana. Maneno haya makali katika Qur'an na Sunna wayasoma, lakini ukamwona Muislamu Bukhari wa afya, wala haangalii matendo yake anayoyafanya, je, ni katika sunna au ni bid'a? Wengi katika Waislamu leo tumechangamka sana katika uzushi, lakini inaposimama sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukawa wa kwanza kabisa kuziletea upinzani. Atasawuf wa tashayyu, haya madhehebu mawili min akhbathi almadhahib ambayo yamezua watu muanidina likitabillah wa lisunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Hakuna watu walio na inadi na kitabu cha Allah na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama makundi mawili: Ar-Rafidha, Mashia wanaowachukia masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was-Sufiyya al-Khurafiyun. Kiufupi, kwa lugha yetu naoeleweka, watu wa matwari, wale mnaowaona mabarabarani wakicheza chakacha, hao ndio tunaowakusudia hapa. Hakuna watu waliotoa jail generation iliyo na inad na maneno ya Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama hao wacheza chakacha, waabudu wa mizimu, wakapeleka watu katika kila aina ya upotofu. Sababu ni kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyakum wa muhdathatil umur. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitukanya zamani, na waonyeni kutokamana na kuzua na yale mambo yaliyozuliwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ilikamilika siku ile alipoiteremsha hii aya Allah subhanahu wa ta'ala: al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati
wa raditu lakumul islam dina. Kwa dini ikakamilika alipoteremshiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hii aya. Haihitaji yoyote katika watu aongeze chochote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akija mtu leo akakwambia, ndugu yangu Muislamu, kuna ibada fulani yatakikana ifanywe siku fulani tarehe 27 mwezi wa Rajabu, wakasingizia ndiyo siku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipelekwa safari al-Isra wal Mi'raj. Safari ya al-Isra wal Mi'raj ni haki, lakini hakuna anayejua ilitokea katika tarehe ngapi. Lakini ni ibada ngapi zitatungwa leo? Na kuna Waislamu hata akiambiwa atamke dhikri fulani ambayo haikuthibiti, hata akaambiwa mara milioni aweza kukaa akaifanya mara milioni. Lakini huyo akija katika sunna hakuna mvivu kama yeye, kwa sababu mahaba ya sunna yametolewa katika moyo wake kwa zile bid'a zilizoingia katika moyo wake, iyadhan billah. Fa Allah ibadallah, alaikum bisunnati, ndivyo alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tushikamane na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na huku akatukanya na kusema wa iyyakum wa muhdathatil umur, na waonya kutokamana na yale mambo yaliyozuliwa. Walhamdulillahi rabbil alamin.